mose. Reneka taya masido robo mosa. Raika moyanto robo sika. Riata maira bayataya mose. Bosa katakara mose. Yata maka na moro. Esi ando niya na mayate nama. Yate sakarama. Rekete robo mosa. Rika sakarama. Yata yesi andarabo. Asifiwe. Amen. Tuingia kwenye wakati wa neno. Na neno natoka ninasema hivi, onyo kwa kanisa. Yesu asifiwe. Kanisa linapewa onyo. Linapewa onyo gani? Tutaenda kuangalia. Yesu asifiwe. Tunaanza na kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 13. Mlango huo bali mlango ni mwembamba, kwa njia imesoma chache. Yesu asifiwe. Nasema kwa kuwa ni mlango mpana, waingiao ni mlango mpana, waingiao ni wengi. Yesu asifiwe. Nasema kuna njia mbili ambazo ziko mbele ya macho mwanadamu. Yesu asifiwe. Kuna njia pana na njia nyembamba. Yesu analiambia kanisa hivi, ingieni kupitia mlango mwembamba. Yesu asifiwe. Kwa sababu anasema hivi, mlango mpana waingiao ni wengi, nao wauonao ni wachache. Yesu asifiwe. Anasema hivi, mlango mwembamba, njia nyembamba watu hawaioni, wanaoiona ni wachache. Lakini njia pana ni watu wengi wanaiona njia pana, ambayo njia pana inaenda upotevuni na njia nyembamba inaenda uzimani. Nao watakaopita kwenye njia pana mwisho wao, tuone mwisho watakaopita kwenye njia nyembamba mwisho wao utakuwa ni nini? Na moshi wa maumivu yao hupanda hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hawamsujudio huwa mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Yesu asifiwe. Tunaona wale ambao watapita kwenye njia pana, mwisho wao ni motoni, ambao moto mnyama na roho abudu ile sanamu. Hamna ambaye hajui chapa ya mnyama jamani. Wote kanisa zima mnajua chapa ya mnyama namba 666. Watakaoipokea hiyo chapa ya mnyama na watakaoabudu sanamu. Ukitaka kujua hizo habari utaenda kusoma katika Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo utaona hiyo chapa ya mnyama na hiyo sanamu. Watakaoiabudu ndio watakaoingia kwenye ile ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo jitafakari, wewe unapita kwenye njia pana au njia nyembamba. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni swali ambalo liko moyoni mwako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na tutasoma kwenye hiyo Mathayo 7 mstari wa 15. Mathayo 7 mstari wa 15. Ninasema katika jina la Yesu. Jihadharini na manabii wa uongo. Jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Yesu asifiwe. Amina. Wanasema jihadharini na manabii wa uongo. Hapa Yesu ananiambia kanisa hivi, jihadharini. Anatoa tahadhari kwa kanisa, jihadharini na manabii wa uongo. Wanaokuja kama kondoo wanaokuja wamevaa mavazi ya kondoo lakini ndani kama mbwa mwitu. Yaani hao manabii wa uongo wanakuja ni kama agenti, kama wakala tu, anakuja kuwakusanya watu ili wote wataenda kwenye ziwa la moto. Sasa ndio Yesu anasema hivi, jihadharini na manabii wa uongo. Yaani kuweni makini nao. Na mstari unaofuata anasema hivi, wakuja mtawatambua kwa matunda yao. Yaani ukiwa na Roho Mtakatifu au manabii wa uongo utawatambua tu. Sasa hivi manabii ni wengi sana kila kona, kila siku utasikia nabii fulani, yaani manabii ni wengi sana wanaibuka. Na hii ni tahadhari ambayo Yesu alitoka
lakini mjihadhari, mtawatambua kwa matunda yao. Haya matunda huwezi ukatambua hivi, lazima uwe na Roho Mtakatifu. Wewe unaweza kwenda kwenye hilo kanisa la nabii. Kama na Roho Mtakatifu, unaona kanisa hili sio zuri, ukaenda kuambia watu, "Jamani, ile kanisa sio zuri." Unaondoka mmoja, wanakuja watu zaidi ya 5. Wakati umesema sio pazuri, watu 5 wanaingia wanasema ni pazuri. Kwa sababu watu hawana Roho Mtakatifu, ndio maana wanasema ni pazuri. Lakini kama na Roho Mtakatifu, utatambua kwa matunda hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Je, watu huchuma zabibu katikati ya miiba au tini kati mibaruti? Nasema hivi, watu huchuma zabibu katika miiba, hawezi kuzama zabibu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata wale manabii hawawezi kuzama, hawawezi kutoa matendo mema kama na Roho Mtakatifu. Lakini kama ule Roho Mtakatifu huwezi kujua matunda yao hayawi mema. Yaani anakuwa mema kwa saa hiyo, na masema wale mtapita kwenye njia hapana. Wanaona ni nzuri lakini mwishoni nzuri, lakini kumbe wanakupeleka motoni, wanakupitisha njia hapana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio uwezi ukachuma zabibu katikati ya miiba. Yaani uwezi ukachuma embe kwenye mchungwa, hiyo haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari unaofuata unasema Mstari wa 16 nao unasema, kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? 17. Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na kila mti mwovu huzaa. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa matunda zuri ukatwa ukatupwa motoni. Bwana Yesu asifiwe. Kila mti mwovu usipozaa matunda mazuri utakatwa na wewe moja kwa moja ni motoni. Utakatwa na kutupwa motoni. Kuna story moja inasema hivi. Mkulima bwana shamba alikuwa anatembea shamba lake, alipofika shamba lake akakuta mti mkubwa na mzuri lakini hauzai matunda. Akasema hivi, akamwambia anayehudumia shamba, "Tukate huo mti." Huyo mtu akasema hivi, huyo bwana anayehudumia shamba akasema hivi, "Tusiukate, tuokee mbolea, labda utazaa mwakani, utazaa tena." Bwana Yesu asifiwe. Hii inasema ile maanisha nini? Yaani huo bwana shamba ni Mungu na huo mti ni mwanadamu, na huyo mtu anayehudumia shamba ni Yesu. Mungu anapita kwako, anapita kwako, anakukuta huzai matunda. Sasa anamwambia na kwa hiyo ndipo sa kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mtu atasema Bwana, Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni. Sio kila mtu atakisema Bwana Yesu asifiwe ataingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mapenzi yangu aliye mbinguni. Si kila mtu atakayesema Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanye mapenzi ya Baba ya kweli, mapenzi ya Baba ya kweli. Yaani unafanya huduma hapa kanisani, watu wanakujua, lakini ukitoka hapa nje ya kanisa unafanya mambo maovu. Ndio maana ndio mstari wa maisha. Ukisema Bwana hapa, ukisema hapa Bwana, lakini nje utafanya maovu, ndio mstari wa maisha, au utaingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Bwana Yesu asifiwe. Wewe utamwambiaje? Bwana, Bwana, hatukutoa pepo kwa jina lako,
hatukutoa pepo kwa jina la matunda ya mti ujuze mema na mabaya itakufa. Lakini ukitazama walipokula matunda ya ujuzi mema na mabaya hawakufa. Kwa nini hawakufa? Unaweza kukawa unaishi lakini kumbe mbinguni haupo. Yesu asifiwe. Sio kama utakufa, sio kwamba utakufa yani kumbe sio utafukiwa na basi, lakini kumbe unaishi duniani, unatembea, unafanya kweli ibada, lakini kumbe ushakufa mbele za Mungu. Mungu hakujui. Yesu asifiwe. Soma hapo mstari 24. Basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja. Utafanisha kama mtu amefika hapo nje kuna mchanga, yeye akafika akaweka tofali, akachimba msingi, akaweka tu tofali, akapandisha hivi. Mvua ikaja ikapiga ikaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani mmeelewa nilivyozungumzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, nuru yenu iangaze machoni pa watu, wapate kuyaona matendo yenu mema. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukitenda matendo mema, nuru yako ikawaangazia watu wataokoka. Lakini nuru yako isipoangaza machoni pa watu, au utaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi hapa nawashangaza sana watu. Sana wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Wanaenda kanisani wamevaa nguo fupi. Bwana Yesu asifiwe. Unapita kwa barabarani, watu wanakuuliza msali wapi? Nasali hapo TG kwa mchungaji Dani. Kanisa zuri. Wanasemaga kwenye miaka ile pale, miaka 85 wakati tunafanya maadhimisho, wanasema hivi, kila mshirika alete nani? Alete wawili. Lakini wewe unapita unaweza kusema mimi nimeshaleta mtumishi. Kumbe nakuuliza hivyo kwa sababu nguo ulizovaa ni aibu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tujihadhari na manabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Siku za mwisho zinakuja, tutengeneze njia zetu. Biblia inasema hivi, tazama naja upesi na ujira wangu mkononi, kulipa kila mtu sana kazi aliyoifanya. Tende kazi ya Bwana sasa hivi, maana wanadamu bado ni mchana. Bwana Yesu asifiwe. Isije kafika jioni, kifano umejenga nyumba, umefika jioni uweze ukajenga tena. Bwana Yesu asifiwe. Umefika usiku uweze ukajenga tena. Bado ni mchana, itende kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ishi hapo. Moyo wangu, kinywani mwako. Mtoto huyu amesema na kila mmoja wetu mahali hapa ametuonya ya kwamba mti mwema utaonekana kwa matunda yake na mtu mbaya kwa matendo yake. Mungu umesema nasi ya kwamba mtu mzuri
aliyeliamini jina lako ataonekana kwa tabia zake, mwenendo wake, usemi wake, maisha yake yote yanakutukuza wewe. Na mtu ambaye hajakuamini wewe, japo anaingia kanisani, matendo yake, maneno yake, mawazo yake, maisha yake hayaendani na wewe. Bwana umesema nasi, na kijana mtumishi wako akasema ya kwamba hata yule mwenye shamba alipoambiwa na mtu ukate tuondoe, akasema hapana, wacha tuupe muda. Bwana umetupa muda wa kutafakari. Mungu umetupa muda wa kutengeneza njia zetu. Mungu umetupa muda wa kubadilisha maisha yetu. Saidia mwanamke huyu na mwanaume huyu ambaye amelisikia neno hili lako njema, tukatende kama jinsi upendavyo. Tunayakabidhi maneno haya mikononi mwako, nasi tunaahidi mbele zako Mungu wetu wa mbinguni ya kwamba tumelisikia neno hili na tutalifanyia kazi kwenye maisha yetu. Tunayakabidhi mikononi mwako katika jina la Baba na la Bwana na Roho Mtakatifu. Tunakushukuru. Amina. Asipataje watoto wao majina kwa wakike, kwa upande wa kiume Fidelis Kipera. Ukumbusho. Amina. Makofi wazazi. Amina. Mchungaji, mbele yako hawa ni watoto wa Kange bila kusenta. Wengine wako kwenye mikono huko, lakini hao wanawakilisha wenzao. Sisi watoto leo tumempendeza Mungu, tutoe sadaka kwa ajili ya utumishi wetu. Tunatambua utumishi wenu na tuombea sana sisi watoto. Asante kwa Mungu na kwenu nyinyi pia kwa kile ambacho mnakifanya kwa ajili yetu, ili kwamba sisi tuwe salama. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba mtupokee hicho ambacho japo ni kidogo. Sana watoto pia. Mungu awabariki wazazi kwa kuwawezesha watoto hawa, wameweza kufanya sikukuu yao kwa wakati. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi vile vile ni mwalimu wa watoto, na washukuru walimu wote kwa namna mlivyojitoa hata kuweza kufanikisha siku hii, na washukuru wazazi wote na kanisa lote kwa namna ambapo tunaweza kushirikiana katika maombi kwa ajili ya kuiombea siku hii hatimaye ikafanikiwa. Kwa hiki mlichokitoa, Mungu aendelee kuwabariki na aendelee kuongezea pale mahali ambapo mmegusa katika vipato vyenu. Mungu awabariki sana, aendelee kuwa pamoja nanyi. Na pia katika haya mashindano ya insha tarehe 21 wanakwenda kupambana katika ngazi ya sehemu
tarehe 28 watakaopita hapo wanakwenda kupambana katika ngazi ya jimbo. Kwa hiyo kwa wale ambao watachaguliwa, basi wazazi muwe karibu na watoto, muweze kuwasaidia katika ile mistari, namna ya kuweza kutamka na kuwa na ujasiri na uzoefu zaidi, kwa sababu utakapoenda kule watu ni wengi kutoka katika makanisa mbalimbali. Hii tarehe 21 tuna mambo mengi, yaani ukikaa nao wana mambo mengi. Tukienda makambini kule wao tunawatenga, wanakutanika wengi. Utakuta wadogo wana mambo yao, wakubwa nao wana mambo yao. Mengine yanafanywa na walimu, mengine yanafanywa huko na majirani tu wa baba watu wazima. Kwa hiyo tuombe sasa wazazi muweze kuwa karibu na watoto, kuwafundisha habari ya mambo haya ya kwamba ni dhambi. Huku mashuleni wanafundishwa namna ya kujikinga na maambukizi na kujikinga na ujauzito, lakini habari ya dhambi kule hakuna. Habari ya dhambi tunayo sisi watu ambao tunamjua Mungu, kwamba pamoja na haya mliofundishwa yanafundishwa. Hata na mimi nilikuwa katika kitengo hicho cha kufundisha, lakini mimi nilimwomba Mungu sana akanisaidia, nikawa naweza kufundisha vitu vile ambavyo vinawasaidia wale watoto zaidi. Katika habari ya kufundisha mambo hayo, unakuta wengine ndio wanapata ule ujuzi wa kutumia vile vifaa. Watoto